Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa kadhaa wakuu wa jeshi la FARDC wakiwemo Jenerali Ntumba na Ndaiwel wamehamishwa gerezani Ndolo baada ya uchunguzi wa miezi 6 kwa sakata la njama, usaliti na makosa mengine makubwa. Wakati hao yakijiri hapa Goma, AFC M23 imeandaa hafla kwenye uwanja wa Stade l'Unité kuwakumbuka raia 22 waliouawa wakati wa mabomu yaliyoripuka Masisi kipigwa na jeshi la FARDC. Hujambo. Maafisa wakuu kadhaa wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiwemo Jenerali Ntumba na Ndaiwel wamehamishwa gerezani Ndolo baada ya uchunguzi wa miezi 6 uliofanywa na Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Mtandao. Wanafikishwa mahakamani kwa makosa ya njama za uhalifu, njama dhidi ya Rais Tshisekedi, usaliti na makosa mengine makubwa. Maelezo naye Blaise Basabose. Miongoni watu waliokamatwa kuna Lieutenant General Frank Bouamunda Ntumba aliyekuwa mkuu wa maison militaire ya Raisi, General Major Christian Ndaiwel, General wa Brigade Benjamin Katende Batumba Ndila na Antoine Longonja Lubanji anayeitwa Lolo. Pia wapo Colonel Gilles Boele Bangolome, Major Jean Lambert Mbole na raia kadhaa kama Jean Marcel Kabeya Mbui, John Safari Bigarura, John Mbui Letang pamoja na Lieutenant Colonel Ada Sebakundu. Wote wanashutumiwa kwa makosa makubwa kama kuunda kundi ya uhalifu, kupanga njama dhidi ya raisi, kujaribu kumua raisi, usaliti kwa kushirikiana na nchi za kigeni, kukaidi maagizo ya jeshi, kusambaza habari za uongo mitandaoni, kumtukana raisi, kuchochea watu wachukue silaha dhidi ya serikali na ukabila. Kesi hii inakuja wakati ambapo serikali imeanza kusafisha jeshi tangu mwaka 2025. Lengo ni kuimarisha nidhamu na utii ndani ya jeshi. Uchunguzi unaendelea ili kujua ukubwa wa mtandao huu na kubania kama kuna ushirikiano mwingine. Hafala ya kukumbuka waliopoteza maisha ilifanyika Alhamisi tarehe 8 Januari katika uwanja wa Stade l'Unité wa hapa mjini Goma kuheshimu raia waliouawa wakati wa mabomu ya tarehe 2 Januari katika Masisi Centre. Sanduku 22 yaliwekwa kwenye uwanja. Familia, mamlaka za eneo na wakazi wengi walihudhuria hafala ya mazishi. Hafala iliyoandaliwa na AFC M23 ililenga kuwakumbuka waathirika raia wa mgogoro wa mashariki mwa DRC. Waathirika waliwekwa katika kaburi kunako ofisi ya kijiji cha Nzu. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs. La légitimité mensongère, politique dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace le massacre des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants
se condamne devant l'histoire. En s'intestant de profondes afflictions, l'AFC M23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées, aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées. Nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils, devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. Baada ya siku 10 tangu eneo la kati la Bule kuchukuliwa na wanamgambo wa CRP, hali ya usalama na kibinadamu bado ni hatari katika sehemu hii ya eneo la Jugu mtaani Ituri. Shule zimefungwa na shughuli za uchumi karibu zote zimekoma, zikileta umaskini mkubwa kwa wananchi. MONUSCO imeongeza ulinzi karibu na makazi yake ambayo kulinda raia walioko hatarini kutokana na vurugu. Wengi wanakimbilia eneo salama kwa hofu ya usalama wao toka Bule. Rashidi Kudra anatupa taarifa kamili. Face à cette situation persistante, la MONUSCO a renforcé sa présence dans les environs de la zone, notamment au niveau de ses installations de Bayo, situées sur la colline Sirlomba, la région de Boulé. Selon des sources sur place, ces renforcements visent principalement à assurer la protection des civils exposés aux violences. Craignant pour leur sécurité, plusieurs habitants se sont massivement déplacés et se sont regroupés aux installations de l'armée ougandaise près du site déplacé de Plaine Savo. Ces populations déplacées vivent dans des conditions difficiles avec un accès limité aux services de base. La situation sécuritaire demeure volatile à raison de la présence signalée des éléments du groupe armé CRP dans la région. Parallèlement, les FARDC sont positionnés sur la colline d'Hérault qui surplombe la zone des Boulets dans un dispositif visant à contenir la menace. Sur les plans humanitaires, les besoins restent énormes. L'absence d'activité économique, la fermeture des écoles et les déplacements massifs de la population aggravent la situation. Rashid Kudra depuis Bule, Kivu Morning Post. Kamisheni ya Wizara ya Madini imeanzisha Lubumbashi operesheni ya ukaguzi wa vituo vya usindikizaji wa madini kwenye maeneo ya madini madogo. Mpango huu unalenga kuhakikisha madini yanayochimbwa yanalingana na kanuni na yanafuata njia za ufuatiliaji. Na ofisi la jiji la Lubumbashi limekubali masoko yasiyo rasmi kufanya kazi kuanzia saa 10 magharibi hadi saa 2:30 usiku kwenye mtaa wa Lumumba, Mama Yemo, Kasai na Lumami bila kupita mtaa wa Moero. Meya Joyce Tunda amesema hatua hizi zinalenga kuzuia upotevu wa vizaa. Pia imekatazwa kwa maafisa wa usalama kukusanya ushuru kutoka kwa wafanyabiashara. Hatua hizi zinaanza kabla ya operesheni ya jiji bila pikipiki. Alors, tumeachaka avenue Lumumba, tumeachia avenue Kasai, tumeachia Desisi, tumeachia tena avenue Kasi, tumeachia avenue Lomami, na tumeachia avenue Mama Yemo, na avenue Petit Lumumba. Alors, ile maavenue ndio kunapaswa wa kwanza kutatika mavitu vyenu ya mashirika. Hapa le choix est clair. Donc c'est-à-dire, quand on appelle là, pendant la nuit, on est 7 heures.
waambia kwa tunatakuwa 20 kama ni miangara hivi mwewe hapa wazazi unatoa kwa nyumba unaacha watoto mambo ya security ndio preoccupation yetu unaweza kutia kushika na makuteneo kushika nao mwenye mtu est-ce que mtu vile deja kuna bakaikia nguvu sana. Au cours de cette même rencontre, Madame Joyce Tunda Chansa a également insisté sur le maintien de la propriété de la ville et le respect strict de limites fixées, des mesures qui visent aussi à garantir la sécurité des marchands. Tunapenda mwanze kusensibilize watu wetu, mwanze kuambia kusema basha kuleta madimiti, tuheshimie ile madimiti na tuingie mkazi yetu a partir ya 16 Tumeambiana ya kusema malari iko hapo na malari kama inakuya haitaka kutubamba chie wala katika kama wenyewe zikuruka. Tunapaswa kuproteger population yote ya bila Lubumbashi. Kwa hii tumemetia Dans le souci de mieux réglementer ce secteur, l'autorité urbaine a par ailleurs annoncé qu'il est désormais interdit aux policiers de percevoir les taxes auprès des marchands. Politique, wale vajana weko natretrouve msangi la vili wanaanza kwenda kutrakase pa mama yetu, wanaanza kwenda kutrakase pa operateur ekonomiki yote kwa mani anze kutoka na maresponsable ya maparti politique atutake cette parti kama kaweka mkono kwa mtu wote wa parti politique ule kona deranger kwa mama yetu wa ndugu yetu. Barabara kuu nambari 29 inayounganisha Kolwezi na Lubumbashi kupita Fungurume inasafirika kwa urahisi. Hii ni kulingana na maelezo ya waziri wa ndani wa mkoa Roy Kaumba baada ya mvutano uliojitokeza kati ya wachimbaji wadogo siku iliyopita. Ripoti. Mwile arete leo munatoka maretombele yako ya mzuri ina perimetre sasa makooperative yetu yende isinye makontra kuma entité de traitement mais à l'époque abikuku yake ko bana allergie juu ya nini parce que atukufate mzuri ile arete vile rikui turudie shibote tutumike kaji yetu vile turanza kuitumika Krezer barudie kuma kaji yabo tunachunga ministre national vile artulaka ye moya mazeya batupachele mazeya pour que mie nibebele mazeya nikwe nimipachie mushanze kuingia tena mu TFR tutumike pa maplasi yetu ile bone tufanyisha ku niveau ya Kinshasa. Ce moment mungu na mazone yenu ile banasema iko tolere rentre mushwe distrait na batu Krezer ashifake fujo bashimilandie ke Krezer anafaka fujo murudie mutumike kazi yenu pour que mafamili yetu ivivre che ile bunyangu mambo ya mine aina mubalabala juu ya kuatake mabus juu ya kuatake paisible population unapita na majip hapana ile inakuwa ni gangsterisme inakuwa ni banditisme tunakushika antuka directement unaenda mprison mwache ile mifano tabia mubaya ya kwanza kujatake mabus unasaidia transport juu ya population itoke Lubumbashi ubie Likasi ende Kolwezi mwache ile mambo c'est pourquoi tu unaveye ya kusema polisi itakuwa mubalabala bushiku na jua kufuatilia ile situation. À tous ceux qui s'adonnent à véhiculer faux messages sur les réseaux sociaux. Je crois que madame le bourgmestre est là ainsi que le colonel. Vous allez nous mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui s'évertuent à jouer sur les réseaux sociaux pour enflammer la population.
Na mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Kolwezi ndio tunakomesha habari za leo. Kunao Kivu Morning Post TV tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.